Karibu mtazamaji, leo hii tunaangazia uimarishaji wa ulinzi na usalama wa mtoto mkoa wa Iringa wakati wa utekelezaji wa programu ya PJT MAM. Kuhusu makuzi ya watoto kuanzia miaka 0 mpaka 5, manispaa iko vizuri sana. Kwa mujibu wa mwenyekiti hapa mtaa wa Kilimani, ukilinganisha na awali kabla ya utekelezaji wa programu hii jumuishi ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, mikakati imara imewekwa kumlinda mtoto, kwani sasa vituo vya kulelea watoto mchana vimeanzishwa na kutoa huduma. Kuna wale walezi wa watoto wamejifunza jinsi ya kuangalia watoto. Hivi vituo tunavyo vingi sana katika kata ya Gangilonga. Watoto tunahakikisha wanakaa ndani sehemu ambayo umewekewa na wanatunzwa na wanafundishwa, na ulinzi na usalama wa watoto uko vizuri kabisa. Si hivyo tu, ndugu Chilale anasema swala la utoaji taarifa juu ya ulinzi wa mtoto nalo limepanda. Kuripoti kuko kwingi sana. Polisi pale kuna ripoti nyingi sana za watoto kunyanyasika na yanashughulikiwa ipasavyo, na wengine wanayoficha hayo mambo yanafichuliwa, na sasa hivi wamekuwa macho sana, hasa jeshi la polisi. Nimshukuru sana Mheshimiwa RPC kwa kutuma vijana wake na kushughulikia haya mambo kwa uharaka sana na kuwajibisha watu wanaofanya vitendo hivi. Tusikie kutoka kwa mratibu wa PJT MAM mkoa wa Iringa pamoja na mkuu wa dawati la jinsia na watoto kutoka jeshi la polisi mkoa wa Iringa juu ya mafanikio na changamoto zitokanazo na utekelezaji wa mradi huu wa mtoto kwanza na utekelezaji wa programu hii. Mkoa wa Iringa tuna zile kamati za malezi, tunazita kamati za ulinzi usalama kutoka ngazi ya mkoa, ngazi ya halmashauri, kata mpaka na tunaweza MVCC committees. Kwa hiyo ilipokuja PJT MAM, tulichokifanya kikubwa ni kuzifikia hizo timu hizo, kamati hizo, na kuzipa sasa elimu ya sayansi ya malezi ili waweze kujua wanapomlinda mtoto wanamlinda kuwa wakifundisha wazazi malezi bora ya watoto wake kwenye gharama gani. Kwa hiyo utaona kwa zile kamati zimeshaboresha wataaluma kwa ujio wa PJT MAM. Mwaka 2024 tulikuwa tuna matukio ya watoto karibu 394, lakini kwa mwaka 2025 tuna matukio 146, kitu ambacho kinaonyesha zimepungua zaidi ya nusu ya makosa ya mwaka uliopita. Matukio ukatili kwa watoto yamepungua kwa 26%, lakini matukio kwa kina mama pia nayo yamepungua kwa 12%. Lakini kinyume chake sasa, matukio ukatili kwenda kwa wanaume yameongezeka kwa 18%. Sasa hapa ni wakumbusha wanaume tu, japo wao wanadhaniwa wao wanafanya ukatili, lakini na wao wanafanyiwa ukatili. Kwa hiyo kwa maana muktadha ule ukatili wote pa ule wa jinsia. Kwa hiyo wanaume ukatili wao umeongezeka, lakini huku kuongezeka haimaanishi kwamba matukio yameongezeka. Inamaanisha alikuwepo, lakini wanaume walikuwa hatoi taarifa. Ila kwa sasa hivi wameanza kutoa taarifa baada ya elimu kubwa. Na haya watoto yanapungua kwa sababu elimu imekuwa kubwa. Kwa hiyo watu wengi wanaacha kufanya ukatili. Lakini yanapungua pia kwa sababu watu wanaona adhabu zinatolewa. Tunashukuru sana vyombo vingine vya usalama kama jeshi la polisi na mahakama, wanatoa adhabu na zinatangazwa. Saidia kwa kiwango kikubwa, sio tu kidogo, kwa sababu umesaidia kutuhamasisha, umekuwa kama umeongeza chachu na kasi ya uwajibikaji kwenye masuala, kwa sababu pia kupitia PJT MAM tumeweza kupata pia mafunzo, lakini tumeweza kuwa na ushirikiano mkubwa na wadau wengine. Ushirikiano wetu ni mzuri sana. Mimi nalishukuru sana jeshi la polisi, linafanya kazi kwa weledi mkubwa sana sasa hivi. Juu ya mambo ya kulinda watoto, wanafanya kazi kwa weledi mkubwa sana. Kwa hiyo tunaona wananchi, mtu anaweza kutoka Kiponzero anakuja paka mjini kuja kutoa ushahidi wa mtoto aliyofanywa ukatili kule Kiponzero. Analipa nauli yake, anafika hapa, lakini tunamtaratibu ule mahakamani, tunamrejesha nauli yake. Hii ni awamu ya pili ya utekelezaji wa programu hii. Upi wito na mikakati gani endelevu ya ulinzi wa mtoto? Ujio wa PJT MAM kwa kweli sisi tumekuja kutuboreshia sana kamati zetu. Na sasa hivi tumeanza kumalizana hizo kamati za ulinzi na usalama wa mtoto. Tunazita MVCC committee. Sasa tumeanza pia kuboresha zile kamati za mtakuwa. Kutie nguvu katika hili la watoto wa mitaani ili waweze kuondoka. Kwanza kuna namba ya simu ili ambayo ni 116, lakini zipo namba za simu za askari mbalimbali. Tuna wakaguzi kata kila kata ambao wote hao wanaruhusiwa kupokea taarifa, lakini pia wengine wanafika kwenye vituo vyetu vya polisi. Mbali na hiyo kuna wahudumu ngazi ya jamii ambao wenzetu wamewekwa pia na watu wa ustawi wa jamii, wote wanashirikiana kuripoti kwetu matukio ili yaweze kufanyiwa kazi. Kwa hiyo tunaona bado tuna haja ya kutoa elimu kubwa kwa jamii ili watu waelewe tunazungumzia malezi maana yake nini, lakini ulinzi na usalama wa mtoto maana yake nini.
malezi ya mtoto yanapaswa kuwa sio ya mzazi peke yake, yawe ya jamii nzima. Mtazamaji, tumefika tamati. Kipindi hiki kimeletwa kwenu kupitia mradi wa Mtoto Kwanza awamu ya pili unaotekelezwa na Children in Crossfire kwa kushirikiana mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechThen, IDC, CIC pamoja na Umoja wa Klabu za Waandishi wa Habari Tanzania UTPC. Mimi ni Adelfina Kutika.